Bwana asifiwe kanisa. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe. I said praise the Lord. Nimesema Bwana asifiwe. It is the Lord. Bwana asifiwe. This is a great day. Leo ni siku kuu. And I really want to thank God. Na kweli natamani kumshukuru Mungu for giving my interpreter Betty kwa kunipatia mkalimani wangu Betty and myself na yeye pia the opportunity kupata fursa hii for us to be used of the Lord kwa kutumikia Mungu leo, to share his word, ili tuweze kuwapatia neno la Mungu, to be used as vessels, kutumika kama vyombo. I want to thank my papa. Tunataka kumshukuru baba yetu. I feel greatly honored. Kweli tumepa ni upendeleo mkuu. As my papa, she is sitting there listening to us. Kama baba yetu akikaa pale kutusikiliza. Praise the Lord for the papa of the church. Bwana asifiwe kwa baba yetu wa kanisa. So we thank God. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Because we serve a mighty God. Kwa sababu tunamtumikia Mungu mkuu. So the topic for today, neno la leo, I want us to look at how to become a ruler in the land of oppression. Tunataka kuangalia jinsi ya kuwa mtawala katika nchi ya kukandamizwa. And that is a question. Na hilo ni swali. How do we become rulers? Tunakuwaje watawala in the land of oppression? Katika nchi ya ukandamizwaji. And the answer to that question, na jibu la swali hilo is found in the ladies' theme for today. Ni jinsi wanawake wa leo tunatakiwa kuwa. So we are going to look at that. Kwa hiyo tutaangalia hilo as the Lord will minister to us. Na jinsi Mungu atakavyotuhudumia. Because the guidance literally comes from him. Kwa sababu uongozi unatoka kwake. But before we even look at that, I want us to start at the right point. Kabla hatujaanza tunataka kuongelea point ambazo tutaongelea. I want us to understand first of all that the God that we are talking about is our sovereign God. Tunataka kwamba Mungu tunayemuongelea leo ni Mungu mkuu na Mungu mwenye nguvu. I want us to start by understanding that this God who is sovereign is all powerful. Tunataka kusema kwamba huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu mkuu na ni Mungu mwenye nguvu. I want us to understand that this God is one who is the God who is truth. Tunataka kusema kwamba huyu Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu mkweli. This is God who is faithful to his words. Huyu ni Mungu ambaye ni mwaminifu katika neno lake. So when he speaks his word today, kwa hiyo tunapoongea neno lake leo, that word will achieve what he wants it to achieve. Hilo neno litakufanya upokee yale ambayo unataka kufikia. You know, in Isaiah chapter 46 verse 10, tukisoma Isaya 46 mstari wa 10, I'm just kind of not even reading that, but just declaring what the word says. Hatutasoma lakini tutaliongelea na kushika maneno ambayo tunataka kuongea. We are told that God declares the end from the beginning. Tunaona kwamba Mungu anaita mwisho kutoka mwanzo. And from ancient times, things that are yet to be done. Kwamba from ancient times, from long time ago, declaring things that are yet to be done. Kutoka mwanzo au kutoka zamani, Mungu anaita vitu ambavyo vinatakiwa kutokea na kufanyika. And God says that whatever he has said has got to come, to stand. Anachosema kwamba chochote alichokisema kitasimama na kitatokea. God will do his pleasure. Mungu atafanya yale anayompendeza. So we start with that understanding. Tutaanza na uelewa huo that God kwamba Mungu is not man. Sio mwanadamu. What his pleasure is, kinamchomfurahisha, it doesn't matter what the devil does. Haijalishi shetani anafanya nini au anataka nini. It shall be achieved. Kitatokea. Again, we know that this God, he says that he is the Alpha and the Omega. Tunaona kwamba huyu Mungu ni mwanzo na ni mwisho. You know, if you look at Revelation, tukiangalia Ufunuo, many verses in Revelation, wengi tunafahamu kitabu cha Ufunuo, but I would like just to mention Revelation chapter 1 verse 8. Tutaangalia Ufunuo 1 mstari wa 8, where Jesus is revealing himself
pale Mungu anapojifunua to John, kwa Yohana, he says, I am the Alpha and the Omega. anapomwambia Yohana, mimi ni mwanzo na ni mwisho, The one who was there in the beginning. ambaye nilikuwepo tangu mwanzo. And then he says that he is the one who was and who is to come. Ni yule ambaye alikuwepo na atakaye kuwepo. He is the Almighty. Ni Mungu mkuu, muweza yote. So that God who we have described Kwa huyo Mungu ambaye tunamwangalia leo, has a purpose for you and me. yuko na kusudi kwa ajili yako. He has a purpose for your life. Ana kusudi la maisha yako. He has a purpose for you in particular, you and your name. Ana kusudi kwako kipekee. For you to be here today, Kwa wewe kuwa hapa leo, it is not an accident. haikuwa ajali. So what you need to ask yourself is, Leo unachotakiwa kujiuliza, why am I here? kwa nini niko hapa? For you to be part of this ministry, Kwa wewe kuwa sehemu ya huduma hii, this is a ministry that we call an apostolic mission. hii ni huduma ya kitume. It is an apostolic mission. Ni huduma ya kitume. Why are you part of this apostolic Kwa nini mission? wewe ni sehemu ya utume huu? I want to remind you the testimony that the father of this church, Apostle Tris, Nataka niwakumbushe ushuhuda wa baba wa nyumba hii, Apostle Tris. has given us about how this ministry came about. Alitupatia jinsi huduma hii ilivyoanza na ilivyotokea. If you spoke to Apostle Tris when she was a young lady, Ukiongea na yeye jinsi alivyokuwa kijana, she was having other ideas alikuwa na mawazo mengi, alikuwa na mawazo tofauti, until Jesus appeared to her mpaka pale Yesu alipomtokea and told her, listen here, na akamwambia, nisikilize, you have a ministry which will start in East Africa. ninakupatia huduma ambayo itaanzia Afrika Mashariki. You will be in a place called Arusha. Utakuwa sehemu inayoitwa Arusha. I don't think she even knew what Arusha is by that time. Na kipindi hicho alikuwa ajui Arusha iko wapi na The ni things ipi. God spoke to her, Lakini Mungu aliongea naye. she didn't know how they were going to happen. Hakujua itakuwaje. But she was just looking at herself and wondering, Alikuwa akijitazama na kushangaa, how is this going to happen? hiki kitu kitatokeaje, But the kitakuwaje? God who speaks, Lakini Mungu aliyenena naye he brings to fulfillment. alimwambia kwamba nitayatimiza. By that time, I believe Rwanda was not part of East Africa. Kipindi hicho Rwanda haikuwa sehemu ya Afrika Mashariki. But today it is. Lakini leo And she found herself in Arusha. amejikuta yuko Arusha. The question that we ask is, Lakini swali tulilo nalo leo ni and this hili. is a question I've been asking God, Na hili ni swali ambalo nimekuwa nikimuuliza Mungu. exactly why Arusha? Kwa nini Arusha? Why East Africa? Kwa nini Afrika Mashariki? And the mission that she was given Na ujumbe aliopewa is not to seek wealth. sio wa kutafuta mali. It's not to seek wealth, Sio kutafuta mali. but it is to seek God, Ni kumtafuta Mungu, not so that we can be wealthy and rejoice, sio kwamba ili tuwe tuna furaha na kufanikiwa, but it's so that we can impact ili nations. tuweze kuyagusa mataifa. But why Kwa East nini, Africa? kwa nini Afrika Mashariki? I remember many years ago when I worked in South Africa. Ninakumbuka miaka mingi iliyopita nikiwa nikifanya kazi Afrika Kusini. That was around 2003. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2003. I did not know that I would ever land in Arusha. Hakujua kwamba kuna kipindi atakuwa hapa Arusha. But God, I had a dream. Lakini Mungu alikuwa na ndoto juu yake. And because God revealed to me in a dream Na kwa sababu Mungu alimfunulia ndoto hiyo that I would be in Tanzania, kwamba kuna siku atakuwa Tanzania, I had no imagination, no plans of coming to Tanzania. hakuwa na mawazo na hakuwa na fikra za kuwa Tanzania. That time I was not even working for World Vision, the organization I work for today. Kipindi hicho hakuwa hata anafanya kazi World Vision. I found myself in World Vision. Alijikuta yuko World Vision. I moved from South Africa, I went to Zambia. Alihama kutoka Afrika Kusini na kwenda Zanzibar. Guess what, from Zambia where I landed? Unaweza ukahisi ni nini kilitokea? In Arusha. Hapa Arusha. And in which church? Na kanisa lipi? Zion City Church. Zion City Church. This is where Hapa ni sehemu ambayo Pastor Madenge brought me here the first time. Mchungaji Madenge alimwelekeza na kumleta. So I know there is something. Kwa hiyo anajua kuna kitu. And I am willing to be used of the Lord to achieve
whatever it is that he has planned. Na yuko tayari Mungu kumtumia ili aweze kufikia yale ambayo Mungu amepanga juu yake. How about you? Ni vipi kuhusu wewe? If that's a question you need to ask yourself. Hilo ni swali unalopaswa kujiuliza. What is God's purpose for you being in part of this ministry? Kusudi la Mungu wewe kuwa sehemu ya huduma hii ni ipi? What's God's purpose for you even if you are a visitor to have visited this church today? Hata kama wewe umetutembelea leo, ni nini kusudi la Mungu juu yako? So God has a purpose for each one of us. Kwa hiyo Mungu yuko na kusudi juu ya kila mmoja wetu. And the mission and the vision that God gives you, wito, yes, ile maono ambayo Mungu ametupa, it will face challenges. Ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Challenges you face. Utakutana na changamoto nyingi. But the assurance is this. Lakini kuna uhakika wa kwamba God will achieve his purposes. Mungu atatimiza na atapokea maono haya. God is in the process of establishing a nation. Mungu yuko katika harakati za kutengeneza taifa, a kingdom, kutengeneza ufalme that can never be conquered. Ambayo hauwezi kuharibiwa wala kuharibika. And the word is never. Na neno ni haitatokea kamwe. And this is the mission, that is the mission that God has, is to establish a kingdom that will never be conquered. Huu ni utume na wito ambao Mungu anasema kwamba atajenga ufalme ambao hautaharibika. Let us look at how he is doing this. Tuangalie ni jinsi gani Mungu atajenga taifa hilo. And we go back to the core of Abraham and the promises that God made to Abraham. Tunarudi katika wito wa Abraham na jinsi Mungu alivyomuita Abraham. Let us just remind ourselves of those promises in Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Tujikumbushe katika kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter 12. Mwanzo 12 verses 1 to 3. Mwanzo 12 mstari wa kwanza na hadi wa 1 to 3. Wa kwanza hadi wa 3. No, 1 to 3, the three of them. So I'm going to read in English and she'll read in Swahili. Get out of your country. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. Note the word nation. I will bless you. Note the word bless. And I'll make your name great, and ye shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can imagine the situation that Abraham was in. Unaweza ukafikiri ni hali gani Abrahamu alikuwa. He is living a land that he knows. Anaishi katika nchi asiyoijua. But he is told to move. Lakini anaambiwa aondoke. To a land he does not know. Kwenye nchi ambayo haifahamu. To a people he does not know. Kwenye watu ambao hawafahamu. To a people he does not even understand probably their language. Kwa watu ambao hata haelewi lugha yao. To a nation that he doesn't know whether they are going to accept him or reject him. Kwenye nchi ambao hajui kama watampokea au watamkataa. But I want you to note. Lakini nataka ujue hiki kitu. That because Abraham had faith in that word of God. Lakini kwa sababu Abrahamu alijikuta katika hili neno la Mungu na alilipokea, he took action. Alichukua hatua. And that action was obedience. Na hiyo hatua ilikuwa ni utii. And because of his action and obedience, kwa sababu ya hii hatua na kutii, he walked in a land with hope. Alitembea katika nchi hiyo akiwa na matumaini. He walked for a number of years without even a child. Alitembea miaka mingi bila mtoto. But he still was to become a father of a great nation. Lakini pale alitakiwa kuwa baba wa mataifa. He walked in that hope.
alitembea katika tumaini hilo. He believed in the truth of the promise of God. Aliamini katika tumaini la Mungu, kusudi la Mungu. Abraham believed in the word of God. Abrahamu aliamini neno la Mungu. So Abraham had faith in Jesus Christ. Kwa hiyo Abrahamu alijipa nguvu katika Yesu. He had faith in Jesus Christ. Alikuwa na imani katika Yesu. Because Jesus is the word of God that became flesh. Kwa sababu Yesu ni neno ambalo lilifanyika mwili. So Abraham was a believer in Jesus Christ. Kwa hiyo Abrahamu aliamini katika Yesu Kristo. Because he believed the word of God. Kwa sababu aliamini neno la Mungu. And it is only through the word of God na ni pekee kupitia neno la Mungu that we have hope, tuna tumaini, that we have life. Tuna uzima. Because Jesus is the only way. Kwa sababu Yesu ndiye njia pekee. Jesus is the life. Yeye ni tumaini na ni uzima. Without Jesus there is no life for us. Bila Yesu hakuna uzima kwetu. And Abraham believed in that word. Kwa hiyo Abrahamu aliamini neno hilo. And he walked in obedience. Na alitembea katika utii. But I want to remind you, lakini ninataka nikukumbushe, that the enemy ever since has been fighting for this promise of Abraham not to take place. Tangu kipindi hicho shetani alipigana hizi ahadi za Abrahamu zisitimie. That the descendants of Abraham, first and foremost, the physical descendants of Abraham. Come again. First, the physical descendants of Abraham. The physical descendants, where the ones he had given birth to. Yes, ule uzao wa Abraham. The enemy has tried over the years. Shetani alijaribu kwa miaka mingi. Even today. Hata leo. You have heard what Iran says. Hauja? Have you heard what Iran is saying even today? Haujasikia Iran ilisema nini leo? And many others. Na wengine wengi. They will exterminate the nation of Israel. Kwamba wataharibu na kuangamiza taifa la Israel. So, kwa hiyo, from the very time that promise was made, kutoka kipindi hicho ambazo Abraham alipokea ahadi hiyo, there has been opposition. Kumekuwa na changamoto. You know the story of how they went to Egypt. Tunafahamu historia jinsi alivyoenda Misri. And you know that God saved their life through Joseph. Tunaona kwamba Mungu saved their lives. Mungu aliokoa maisha yao kupitia Joseph. Because without Joseph, bila Yusufu, it's not only the Israelites who are going to die of hunger, sio kwamba tu Waisraeli wangekufa kwa njaa, but many other nations of the world. Lakini pia mataifa mengi yangekufa kwa ajili ya njaa. But because God wanted to make sure that he saves his nation, lakini kwa sababu Mungu alidhamiria kuokoa taifa lake, the nation that he promised Abraham, taifa ambalo alimwaahidi Abraham, the other nations including Egypt were blessed. Pia mataifa mengine ikiwepo Misri yalibarikiwa. When there was drought, they had food. Kipindi kile kulikuwa na ukame, walipata chakula. This is a God who fulfills his promises. Huyu ni Mungu ambaye anatimiza ahadi zake. So Jesus Christ, kwa hiyo Yesu Kristo, who is a physical descendant of Abraham, ambaye ni uhalisia wa kizazi cha Abraham, is the fulfillment of the promise of Abraham about his physical descendants, and he is the fulfillment that through Abraham all the families of the earth will bless them, will be blessed. Amekuja kukamilisha na kutimiza ahadi yake kwamba kupitia Abraham mataifa mengine yatabarikiwa. We know how the enemy wanted to kill Jesus even before he appeared. Tunaelewa kwamba ni jinsi gani adui au shetani alitaka kumuua Yesu hata kabla ya muda. And we know that he never succeeded. Na tunajua kwamba hakufanikiwa. Instead, badala yake, Jesus made a public spectacle of him on Calvary. Yesu alitimiza kazi kubwa ambayo alikuwa ameidhamiria. And through his wonderful love, na kupitia upendo wake mkuu, he defeated death because of you and me. Alishinda kifo na mauti kwa sababu yako na mimi. He resurrected so that you and I who believe in Jesus will have eternal life. Alifufuka ili kwamba mimi na wewe tunayemwamini tupate uzima. Let me tell you the promise that Jesus made. Ngoja nikwambie ile ahadi ambayo Mungu alifanya. In Matthew chapter 16 verse 18. Mathayo 16 mstari wa 18. I would ask Betty to read that in Kiswahili. It's just one verse. That Jesus was talking to Peter, and he told him,
when Peter confessed that Jesus is the Christ. And he said, I also say that you are Peter, you are the rock. And he said that he will establish his church and the what? And the gates of hell will never prevail against his church. Mathayo 16 mstari wa 18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Note the word, the gates of hell shall not prevail. Milango ya kuzimu haitalishinda. Every time the word prevail is used, it means there's a confrontation, there is a fight. Kipindi chochote tunapokutana na neno kushindwa, ina maana kuna vita. You cannot be winning when there is no battle. Huwezi kushinda bila vita. So believers, kwa hiyo wapendwa na waaminio Mungu, that does not matter what battles you and I are going through right now. Haijalishi unapitia changamoto zipi, because God has promised. Lakini Mungu ameahidi. The gates of hell shall not prevail against the church of Jesus Christ. Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa la Kristo. What you need to make sure is that you are part of the church of Jesus Christ. Unachotakiwa kuhakikisha kwamba wewe ni sehemu ya kanisa la Yesu. Because the promise is not for outside of the church. Kwa sababu ahadi sio kwa watu wa nje ya kanisa. It's for the nation that is the church of Jesus Christ. Ni kwa taifa ambalo ni la Kristo. In Isaiah chapter 43, we will not read that. Isaiah 43 verse 2. Mstari wa pili. The word of God tells us, neno la Mungu linatuambia, when you go through the waters, utakapopita katika maji mengi, I will be with you. Nitakuwa na wewe. I want you to note that word, when you go through the waters. Ninataka ushikilie hilo neno. Not if you go through the waters. Utakapopita katika maji mengi. Not if you go through the waters. Sio peke yake utakapopita kwenye maji mengi. The word is not if, it is when. Neno sio pale utakapopita, ni kipindi utakapopitia. Which means Jesus, the word of God is telling us, it has to happen. You have to go through. Hii ina maana kwamba lazima hili litokee na utapitia hilo. The waters. Maji mengi. But he says, his promise that I will be with you. Lakini ametuahidi kwamba nitakuwa pamoja na wewe. And through the rivers, na kupitia mito mingi, they shall not overflow you. Haitakugarikisha. You shall not be burned by the fire when you go through the fire. Moto hautakuchoma utakapopitia moto mwingi. It means you go through fire. Inamaanisha kwamba utapitia moto. But it will not destroy you. Lakini haitakuangamiza. So it does not matter what fire you are going through right now. Haijalishi unapitia moto gani. The word of God, neno la Mungu, that is truth, ambalo ni kweli, is giving you imekupa the promise. Ahadi. You will overcome. Utashinda. Just remain there in faith. Wewe baki pale kwa imani. Take the action of faith. Chukua hatua ya imani. Whatever action that is determined by faith. Chukua hatua yoyote ya imani ambayo unatakiwa kuchukua. It is not you who is winning, it is God who is winning on your behalf. Sio wewe ambaye utashinda, lakini Mungu alishashinda kwa niaba yako. So the calling that God has called you as a person, kwa hiyo ule wito kuitwa kule ambako Mungu amekuita wewe kama mtu, he will give you the gifts for you and the favor for you to be able to fulfill that calling. Atakupa ahadi and the favor na upendeleo ili uweze kutimiza yale ambayo amekuitia kufanya. So the grace of God and the favor of God is upon you. Kwa hiyo neema na upendeleo wa Mungu viko juu yako. Let us have that confirmation from the word of God. Tuangalie hilo tupate uhakika kupitia neno la Mungu. I would like us to read Esther chapter 2 verse 5 to 7. Ningependa tusome kitabu cha Esther chapter 2 verse 5 to 7. Esther chapter 2 verse 5 to 7. Esther mlango wa 2 mstari wa 5 mpaka wa 7. And we'll also read verse 8 to 9. Tutasoma pia ile mlango mstari wa 8 hadi wa 9. And then we jump there to verses 15 and 17. Na tutaruka tusome mstari wa 15 na 16. So let me read verses 5 and 7 first. Acha tusome mstari ule wa 5 mpaka wa 7. In the Shushan the citadel where there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish,
a Benjamite. Kish had been carried away from Jerusalem with the captives who had been captured with Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away. And Mordecai had brought up Hadash, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother. The young woman was lovely and beautiful. When her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. Basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani ngomeni, jina lake Mordekai bin Yairi bin Shimei bin Kishi wa kabila la Benjamini, ambaye kwamba amechukuliwa mateka kutoka Jerusalem miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda, ambaye ni Nebukadneza mfalme wa Babeli alimchukua. Naye alikuwa amemlea Hadasa, yaani Esther, binti wa mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa na umbo mzuri na uso mwema. Nao walipokufa baba yake na mama yake, yule Mordekai alimtoa kuwa binti yake yeye. So we go on to read verse 8 and 9. Mstari wa 8. 8 and 9. Mstari wa 8 na wa 9. So I'll read that and then she'll read in Kiswahili. So it was when the king's command and decree were heard, and when many young women were gathered at Shushan, the citadel, under the custody of Hegai, that Esther also was taken to the king's palace, into the care of Hegai, the custodian of the women. Now the young woman pleased him, and she obtained his favor. So he readily gave beauty preparations to her besides her allowance. Then 7 choice maidservants were provided for her from the king's palace, and he moved her and her maidservants to the best place in the house of the women. Nitasoma mstari wa 8 na wa 9. Basi ikawa wakati iliposikiwa amri ya mfalme na mbiu yake, wasichana wengi wakakusanyika huko Shushani ngomeni mikononi mwa Hegai. Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wanawake. Yule mwanawali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho zake na vijakazi 7 walio haki yake wa nyumba mwa mfalme. Pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. We will continue to read verse 15 up to 17. Tutasoma 15 na 16. Now when the turn came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter to go in to the king, she requested nothing but what Hegai, the king's eunuch, the custodian of the women, advised. And Esther obtained favor in the sight of all who saw her. So Esther was taken to King Ahasuerus into his royal palace in the 10th month, which is the month of Tebeth, in the 7th year of his reign. The king loved Esther more than all other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Mstari wa 15. Hata ilipowadia zamu yake Esther, binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa ufalme. Yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Basi alipelekwa kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme. Mwezi wa 10 ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote.
Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It does not matter how easy or how difficult God's calling upon your life is. Haijalishi ni kitu gani unapitia, lakini wito wa Mungu juu yako lazima utimie. The calling that God gives you, he also gives you gifts, and he also gives you favor and his grace for you to do what he has determined you to do. Wito wa Mungu juu yako utakupa kibali, utakupa upendo, utakupa upendeleo ili uweze kufanya yale uliokusudiwa kufanya. And he gives you the gifts that you actually need for your particular situation. Na karama ambazo Mungu amekupa ni kwa ajili ya yale unayopitia. He gives you the favor and the grace that you need in your particular situation. Inakupa kibali na neema katika changamoto unazopitia. So don't tell me because Esther was given beauty that I don't think I have the gift of beauty. Usiniambie kwamba kwa sababu Esther alipewa kuwa mzuri, wewe hutaweza kufanya unavyopaswa kufanya. First of all, the word of God tells us we are all beautifully and wonderfully made, including men. Neno la Mungu linasema sisi tumeumbwa kwa kupendeza, wakiwepo pia na wanaume. Can the men in the church say, I am beautiful? Kanisa semeni mimi ni mzuri. Amen. You are beautiful. Sisi ni wazuri. So can you say, I am beautiful? Unaweza kusema mimi ni mzuri. I am wonderfully made. Mimi nimeumbwa kwa ajabu na kupendeza. The word beauty is not only for ladies in the eyes of God. Neno uzuri halifanyi kazi tu kwa wanawake mbele za Mungu. Just like the word son does not necessarily mean a man. Ni kama neno uwana haimaanishi kwamba ni wanaume tu. Ladies, can you say, I am the son of God? Wanawake mnaweza kusema mimi ni mwana wa Mungu. I am the son of God. Mimi ni mwana wa Mungu. Because that is what God calls you. Kwa sababu ni kile Mungu amekufanya uwe. And the men are beautiful. Na pia wanaume ni wazuri. Do you know what else men are? Unajua ni nini tena wanaume wao ni nini tena? If you are in Christ, wewe ukiwa katika Kristo, you are a bride. You are a bride. Bride. Wewe ukiwa katika Kristo wewe ni bibi harusi. Hey, you are a bride. Wewe ni bibi harusi. So when you beautify yourself, man, in the morning, you look like this and you say, I am the bride of Christ. Kwa hiyo unapojiangalia wewe ni mzuri, useme mimi ni bibi harusi wa Yesu. Because that is what Christ says you are. Ndicho Kristo anachosema wewe ndivyo ulivyo. It does not matter what the rest of us in the world call you. Haijalishi dunia inakuitaje. You are the bride of Christ. Wewe ni bibi harusi wa Yesu. And the bride of Christ is supposed to look beautiful. Na bibi harusi wa Yesu anapaswa kupendeza. Not just from the outside, eh? Sio tu nje. He cleanses you even the inside. Anakutakasa ndani na nje. So, kwa hiyo Esther was gifted. Kwa hiyo Esther alikuwa na karama. With beauty which was needed. Alikuwa na karama ya kuwa mzuri ambao alipewa. But note, when she goes and fights her guy who is taking care of all these virgins, the beautiful ladies that were supposed to come and be inspected by the king for him to choose the best. Kwa hiyo alipokuwa akipitia maandalizi ya kupendezeshwa ili aweze kwenda kwa mfalme, the first thing we learn is that when he just looked at Esther, tunaambiwa kwamba yule mtu alivyomuona Esther, note the other virgins were also beautiful, eh? Wale mabikira wengine pia walikuwa wazuri. But there's something they didn't have that Esther had. Lakini kuna kitu ambacho hawakuwa nacho ambacho Esther alikuwa nacho. She had the favor. Alikuwa na kibali. She had the favor of God. Alikuwa na kibali cha Mungu. And because of the favor of God, na kwa sababu ya hicho kibali, she had favor with man. Alikuwa pia na kibali kwa wanadamu. So this man looks at this beautiful lady. Kwa huyo mwanaume anamwangalia huyu mwanamke mzuri. And for reasons he cannot explain, he just likes her. Na hawezi kuelezea uzuri wake. And he starts treating her differently from the others. Na anaanza kumhudumia tofauti na mabikira wengine. She has given the best. Alipewa ile ya juu, alipewa upendeleo mzuri. Now when you see somebody being given the best by God, ukiona Mungu amepewa kitu kizuri na Mungu, please don't be jealous. Usipate don't be jealous. Usiwe na wivu. Because there is another best God has for you. Kwa sababu kuna kitu kingine kizuri Mungu anacho kwa ajili yako. For your calling.
kwa ajili ya wito wako, for your purpose. kwa ajili ya kusudi lako. There is somewhere where you are the best. Kuna mahali ambapo wewe ni mzuri zaidi. So don't feel jealous. Kwa hiyo usisikie wivu. So she is given the best. Kwa hiyo alipewa kile kitu kizuri. Then she walks to the king. Sasa akaanza kumwendea mfalme. But before even she walks to the king, lakini kabla ya kumwendea mfalme, we are told that every person, every man and woman who saw her, aliwaambia kila mtu ambaye alimuona, just favored her. Alipata kibali mbele ya hao watu. Just liked her. Walimpenda tu. So she appears to the king. Kwa hiyo akatokea kwa mfalme. And with the king, na kwa mfalme, we find favor and a grace. Tunakuta kibali na neema. That is the word that is used, favor and a grace. Neno hilo limetumika, kibali na neema. When God has called you in a particular purpose. Mungu akikuita katika wito maalumu. And every one of us is called of God when you are in Christ Jesus. Na kila mmoja wetu ameitwa kuwa na wito maalum katika Yesu. God gives you his favor and his grace. Mungu anakupa kibali chake na neema yake. In the midst of everything, you have his favor and you have his grace. Kuachana na mambo mengine yote, uko na neema na kibali. And that is what Esther had. Na hicho ndicho ambacho Esther alikuwa nacho. So because of God's favor and grace, lakini sasa kwa sababu ya kile kibali na neema, and because she had to fulfill what God wanted fulfilled, na kwa sababu alipaswa kutimiza kile ambacho Mungu alipaswa atimize, it does not matter what everybody else did. Haijalishi watu wengine wanapata nini. She had to become the queen. Alitakiwa kuwa malkia. And she was given the crown. Na alipewa taji. Clap your hands to Jesus. Mpigie Yesu makofi. He is a faithful God. Ni Mungu mwaminifu. He gives you to become a ruler. Anakufanya uwe mtawala. Even in the kingdom. Hata katika ufalme. When you are in this kingdom of where we have darkness. Tunapoishi katika ufalme huu wa giza, you still shine in his beauty. Still utang'aa. Now, this is what God does. Hiki ndicho ambacho Mungu anakifanya. But by the way, it is not enough. Na kwa kuangalia haitoshi. For you to meet your full purpose. Haitoshi wewe kutimiza kusudi lako. There is a part that is yours to play. Uko na sehemu kubwa ya kufanya kazi. And one of them is, there are three things that I want us to talk about. Kuna mambo matatu ambayo ninataka tufanye. What will help you and I ambayo yatakufanya achieve kutimiza God's purposes for our lives. Kusudi la Mungu katika maisha yetu. What will make you and I, kitu ambacho kitakufanya wewe uwe become a ruler, uwe mtawala, even in the land of oppression. Katika nchi ya ukandamizwaji. The first one is humility and submission. Kitu cha kwanza ni unyenyekevu na utii. That is one thing the world doesn't like. Hiki ni kitu ambacho dunia haipendi. We all want our rights. We all want our rights. Tunataka kupata haki zetu. We want to be known. Tunataka kujulikana. We want to be felt. Tunataka kusikilizwa. And when you are told to submit, lakini tukiambiwa kunyenyekea, it looks like it's something negative. Inaonekana kwamba ni kitu kingine ambacho hatupendi. Humility and submission in the eyes of God is something that is very, very wonderful and important. Kunyenyekea na kutii mbele za Mungu ni kitu ambacho ni muhimu sana. Esther would not have won her purpose, would not have met her purpose without humility and submission. Esther asingeweza kukutana na kusudi lake au asingeweza kutimiza kusudi lake kama asingekuwa mnyenyekevu na mtiifu. I have two verses that will make this point clear. Tuko na maneno mawili ambayo tutasoma. In Esther chapter 2, Esther mlango wa 2, we will read verse 10. Tutasoma mstari wa 10 and verse 20. Na mstari wa 20. Esther chapter 2. Esther mlango wa 2. It's chapter 10 and verse 10 and also verse 20. Mstari wa 10 na wa 20. So verse 10 says, mlango wa 10 unasema, mstari wa 10, Esther had not revealed her people or family, for Mordecai had charged her not to reveal it. Walakini Esther hakudhihirisha kabila yake wala nyumba
wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Verse 20 says, Mstari wa 20 unasema, now Esther had not revealed her family and her people, just as Mordecai had charged her, for Esther obeyed the command of Mordecai as when she was brought up by him. Esther alikuwa hajadhihirisha jamaa yake wala kabila yake kama vile Mordekai alivyomwagiza. Kwa maana Esther alikuwa akiyashika maagizo ya Mordekai vile vile kama wakati alipolelewa naye. When Esther was being brought up by Mordecai, Esther alivyolelewa na Mordekai as a young child, kama msichana mdogo, she had to rely on him because she was an orphan. Alimtegemea kwa kila kitu kwa sababu alikuwa hana wazazi. So when he guided her and they told her do this and don't do this, that is what she did. Kwa alivyokuwa akimuelekeza na kumlinda jinsi ya kufanya, alimheshimu. That level of submission when you are desperate, hiyo kipindi cha kunyenyekea wakati una maumivu au hauko vizuri, it is good. Ni vizuri. But we want to see, lakini tunataka kuona, when God has promoted you, Mungu akikuinua, when God has lifted you, Mungu akikuinua, are you going to remain submissive? Je, uko tayari kuwa mnyenyekevu? Even to the authority that he has given you. Kuwa mnyenyekevu pia katika utawala ule ambao Mungu amekuweka. When Esther was queen, Esther alivyokuwa malkia, she still continued to be submissive to what Mordecai says. Aliendelea kuwa mnyenyekevu kwa Mordekai. You know, sometimes you look at young children. Unajua mara nyingi tukiwaangalia watoto wadogo, when they are very young, wakiwa wadogo, they obey their parents. Wanawatii wazazi wao. Because sometimes they know they'll be pinched or something will happen. Mara nyingi ni kwa sababu wanapigwa au wanaogopa nini kitatokea. And they need their parents. And they need their parents. Na wanawaheshimu. Wait until sometimes they reach the age of adolescence. Sasa subiri wafikie ile miaka ya 18, 19 ya adolescent. And the youth. Na ni vijana. Unless Jesus Christ is reigning over their lives, ni pale tu ambapo Mungu atatawala katika maisha yao. Sometimes their parent will say something or even mom has not even been to school, mom has not this, or my dad is just leave them. Mara nyingi ukiwaambia kitu wanasema mamangu hajafanya hiki, babangu hakufanya hiki. Your mom says don't go this way, it is going to be dangerous for your life. Mamako anapokuambia usifanye hiki kitahatarisha maisha yako. And you look and say, my mom is so old-fashioned. She is still with the old religion which is old-fashioned. Then anawaambia mamangu amepitwa na wakati, yuko katika ile dini lililopitwa na wakati. My father is old-fashioned. Babangu pia amepitwa na wakati. And sometimes we disobey. Na mara nyingi wanakuwa hawatii. You get into a ministry. Unaingia katika huduma. Like this apostolic ministry. Kama hii huduma ya kitume. You need to grow. Unahitaji kukua. And God grows you in this ministry. Na Mungu anakukuza katika huduma hii. And you reach at a certain point. Na unafika katika kipindi fulani. And sometimes you look at the leader of your ministry. Na mara nyingi unamwangalia ule kiongozi wako. And there are areas you think I am actually better than him or I am better than her. Na kuna sehemu mbalimbali unaona kwamba mimi ni bora kuliko yeye. And you start establishing your own vision within a vision. Na unaanza kujenga maono yako wewe mwenyewe. Two visions in one vision, they just burst out. They don't work. Maono mawili katika maono mengine tuliopewa haitafanya kazi. A family that has two visions, the husband has one, the wife has another one, let me tell you, it does not work. Familia ambayo ina maono tofauti, baba ana maono yake, mama ana maono yake, watashindwa. Humility and submission tunaitwa kunyenyekea is what God has called us and led us to do. Mungu ametuita kunyenyekea na ndicho anachotaka tufanye. It does not mean you are inferior. Haijalishi kwamba wewe umejiogopa au ni muoga. But if we look at the submission that Esther had, you compare this with the Vashti who was the queen before her. Ukiangalia unyenyekevu Esther alionao na ukiulinganisha na ule Vashti aliyokuwa nao, lack of humility and submission made her be removed from being the queen. Kukosa unyenyekevu na utii ulimfanya Vashti aondolewe.
If your God has blessed you and put you in a particular position, if you do not submit and you are not humble, you will be removed. Kama wewe umepata nafasi ya juu na huwezi kunyenyekea na kutii, utaondolewa katika nafasi hiyo. When the king had his own party, kwa hiyo mfalme alipokuwa na sherehe, and Vashti had her own party, na Vashti alikuwa na sherehe yake, and when the king said, I want my queen to come so that I can show her off, kwa hiyo mfalme aliposema ninamhitaji malkia wangu aje ili nimuonyeshe kwa watu, she forgot actually that she was the queen. Alijisahau kwamba yeye ni malkia. And there was a king. Na kulikuwa na mfalme. So she said to me, no way. Akasema mimi hapana. You know why God hates this pride? Unajua ni kwa nini Mungu anapinga na kukataa kiburi? You know why God hates people who try to pull down the vision that he has given? Unajua ni kwa nini Mungu hapendi watu ambao wanajaribu kuharibu na kushusha chini ule wito? Because the father of that one is the devil himself. Kwa sababu the father of that pride is the devil. Kwa sababu baba wa kiburi ni shetani. The devil was really blessed. Shetani kweli alibarikiwa. He had a high position. Alikuwa na sehemu ya juu, nafasi ya juu. When he started enjoying, that position, lakini alipoanza kufurahia na kujisahau kwenye hiyo nafasi, he looked and he said, but God seems to have better than I am. Alianza akasema lakini huyu Mungu ni kama ana sehemu nzuri kupita mimi. And instead of submitting to God, na badala ya kutii na kunyenyekea kwa Mungu, instead of being humble and enjoying the position that he has been given, badala ya kunyenyekeza na kufurahia nafasi aliyopewa, he wanted to be like God. Alitaka kuwa kama Mungu. And even today, he wants you and me to desire to be like God. Na hata leo anataka mimi na wewe tutake kuwa kama Mungu, tutamani kuwa kama Mungu. Not in resemblance of his love and all the good things that God has. Alisahau yale yote, sio kwamba anataka ule upendo ambao Mungu yuko nao. He wants you to have power. Anataka kuwa na nguvu like God. Kama Mungu. The power that is probably higher than God's power. Anataka kuwa na zile nguvu ambazo ni zaidi ya Mungu. And therefore we fail to submit even to the authority that God has given us. Kwa hiyo tunashindwa kunyenyekea katika ule utawala na uongozi ambao Mungu ametupa. And that is the work of the enemy. Kwa hiyo ni kazi ya ibilisi. What else do we need? Tunahitaji nini tena? You need the right kind of a father. Unahitaji mkono wa Mungu. A father who has a very deep understanding of God. Baba ambaye ana uelewa wa kina kuhusu Mungu. A father who has faith in God. Baba ambaye ana imani katika Mungu. And a father who takes the right action. Na baba ambaye anachukua hatua au uamuzi wa sahihi. Watch out who you choose to be your father. Hebu fikiria ni babako alikuwa mtu wa aina gani? No, watch out. Be careful. Uwe mwangalifu. Who you choose as your father. Ni baba yupi ambaye umemchagua? There are characteristics. Kuna hali tabia. That father has got to be the right kind of father. Ambaye huyo baba anatakiwa awe nazo ili kuitwa baba. Let us look at Esther's father, who was the right kind of father. Hebu tuangalie baba ambaye ni sahihi, ambaye alikuwa ni baba wa Esther. And when I'm talking about father here, I'm talking about a physical father. Hapa ninapoongea baba, ninaongea baba wa kimwili. I am not talking about our heavenly father. Siongelei baba wa mbinguni. I am talking about somebody who is flesh and blood like you and me. Baba ambaye ana damu na nyama kama wewe. And when I say a father, ninaposema baba, some of you are looking for somebody in a trouser. Watu wengi wanaangalia watu waliovaa suruali. Hey. When we come to spiritual things, fathers are not necessarily men only. Tunapokuja kwenye mambo ya kiroho, baba sio lazima awe mwanaume. Sons and fathers, wana na baba, in the spiritual realm, kwenye ulimwengu wa kiroho, are just that, sons and fathers. Ni hivyo ni baba na wana. So when I talk about having the right father, kwa hiyo ninaposema kuwa na baba sahihi, I'm not saying that this has to be a man. Haimaanishi kuwa lazima awe mwanaume or a woman au mwanamke. It can be a man or it can be a woman. Inaweza ikawa ni mwanamke au mwanaume. That is a father. Ambaye ni baba. What you are looking for is the characteristics. Tunachoangalia ni ile hali tabia. In this particular case for Esther, sasa katika mfano huu wa Esther, the father happened to be a man.
Tumeona baba ni mwanaume. So let us read Esther chapter 3 verse 1 to 6. Esther mlango wa 3. We'll read verse 1 to 6. Mstari wa kwanza I mpaka wa think you can read 6. that in Swahili. Those of you who have English Bibles, just read through as she is reading in Swahili. Esther 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Baada ya hayo mfalme Ahasuero alimuongezea cheo Hamani bin Hamedatha Mwagagi, akampandisha akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwapo pamoja naye. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo ilivyoamuru mfalme kwa habari zake. Bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Mstari wa 4. Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia, alighadhibika sana. Mstari wa 6. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wake Mordekai. So Mordecai was the father of Esther. Tunaona Mordekai alikuwa baba wa Esther. And I want you to know that he was not the biological father. Na tunataka tujue kwamba yeye hakuwa baba yake mzazi. He was actually a spiritual father. Tunaona kwamba alikuwa ni baba yake wa kiroho. He brought her up. Alimlea, but he is not the one who fathered her physically. Lakini sio yeye aliyemzaa. And this Mordecai, na huyu Mordekai, is the right kind of father. Aligundua kwamba ni baba wa Esther. No, he is the right kind of father. Yeye ni baba halisi wa Esther. For Esther to submit to. Kwamba Esther anatakiwa kunyenyekea kwake. Because this is Mordecai. Kwa sababu Esther ni Mordekai. This is the Mordecai. Kwa sababu huyu ni Mordekai. Who would not bow to a man. Ambaye hata inama mbele ya mwanaume mwingine. He knew the word of God. Alijua neno la Mungu. And he was determined not to sin against God. Na alijiaminisha na kujiambia kwamba hata mtenda Mungu dhambi. And when Haman wanted him to bow, na Hamani alipotaka amsujudie, he said, I will respect you. Alimwambia ninakuheshimu, but worshiping you is another thing. Lakini kukusujudu ni kitu kingine. I live worship to the only true and living God. Ninaishi kumsujudu na kumwabudu Mungu aliye hai. And it does not matter what happens. Na haijalishi nini kilitokea. And Haman came to know Hamani baadaye alikuja kugundua the reason why Mordecai was refusing to bow, sababu ambayo Mordekai hakumuinamia, is because he was a Jew. Ni kwa sababu alikuwa ni Myuda. And you know, Jews were set apart as a different nation. Unajua Wayahudi walikuwa wametengwa kama taifa tofauti. That was to teach the rest of the nations. Ambao litakiwa taifa la Israeli ambao walitakiwa kufundisha mataifa mengine. That there is only one true and living God. Kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni wa kweli. He alone is worthy to be worshipped. Ambaye anastahili kuabudiwa. And the Jews, whenever they failed to worship the only true and living God, Wayahudi walishindwa kumwabudu mwingine ambaye si Mungu aliye hai. They landed in trouble. Walipitia shida. But now they are already they have kind of been moved from their land. They are in a different land. Sasa wametolewa katika nchi yao ya awali, wako kwenye nchi nyingine. But they continued to ensure that they don't put themselves in more trouble by worshiping men. Hata katika nchi hiyo nyingine walisema hatutajidhalilisha wala kumkana Mungu kwa kumwabudu mwanaume mwingine. So Mordecai was the right father. Kwa hiyo Mordekai alikuwa ni baba halisi. He was taking Esther in the right direction towards worshiping God. Alimuongoza Esther katika njia sahihi ya kumwabudu Mungu. Any father who takes you to the direction of worshiping a man or worshiping wealth is taking you to the right direction. To the wrong direction, sorry. Baba ambaye anakuongoza katika njia ambayo sio sahihi anakupelekea kutokumwabudu Mungu aliye hai.
Because the children of God, Kwa sababu wana wa Mungu we seek God. tunamtafuta Mungu, Things are additions. They follow us. They are not in front of us. hivyo vitu vingine tutaongezewa, vitatufuata, haviko mbele yetu. From Apostle Tracy's teaching, Kutokana na mafundisho ya Apostle Tracy, I know that is the core of this apostolic ministry that she leads. tunajua kwamba I know this is the core. This is the center. tunajua kwamba hiki ni kiini cha hiyo huduma ambayo mama ameitiwa, That we seek God first. kwamba tumtafute Mungu kwanza. These other things will follow us. Hivi vitu vingine vitatufuata. Don't follow things. Hatufuati vitu, Don't follow people. hatufuati watu. Don't follow yourself. Usijifuate we mwenyewe, Seek God mtafute Mungu and you'll have additions. na utaongezewa. When you seek God, you never get subtraction. You only have additions. Tukimtafuta Mungu hatutapungukiwa, bali tutaongezewa. Everything that you desire, Kile ambacho unatamani you'll get it from seeking God. utakipata ukimtafuta Mungu. Things that you never imagined of, Kitu ambacho hukuweza kuwaza they will happen in your life if you seek God. vitatokea maishani mwako ukimtafuta Mungu, And that will surprise you. na hiyo ilikuwa ni kitu kizuri. Let's see what else Mordecai did. Tuone kitu kingine ambacho Mordekai alifanya, Why he is the right father. ambacho kilimfanya awe baba sahihi wa Esther. I better will read Esther chapter 4 verse 1 to 3. Tutasoma Esther mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. And we'll also read she will also read verse 13 to 14. Tutasoma tena mlango wa 10 mstari wa 10. So Esther chapter 4 verse 1 to 3. Esther mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. And then we jump to verse 13 and 14. Tutaruka tusome mstari wa 13 na 14. She will read in Kiswahili. Those of you who have English Bibles, please follow in your Bible. Au nitasoma. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, Mordekai alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwako msiba mkuu wa Wayahudi wa kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Mstari wa 13. Naye Mordeki akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie ya kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza, basi wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? So Mordecai, of course, because of refusing to worship Haman, kwa sababu tunaona Mordekai alivyokataa kumwabudu Hamani, and Haman was a man who had a lot of power, na Hamani alikuwa ni mtu wa nguvu, he managed to get a command going out that all the Jews should be killed on a particular day. Alikasirika sana na kusema kwamba Wayahudi wote wauawe. And let us, when you look at Mordecai's reaction, tukiangalia kule jinsi Mordekai alivyojihisi, his first reaction was to go to God in prayer and fasting. Kitu cha kwanza hatua ya kwanza aliyofanya ni kwenda mbele za Mungu na kuomba na kufunga. He did not run around the streets saying, you see what this Haman is doing, you see all this. He went to the right person, that is God, and he was in prayer, he was in sackcloth, he was crying out to God. Hakuenda nje kulalamikia watu kwamba mnaona ni kitu gani Hamani anafanya. Badala yake alienda mbele za Mungu na kufunga na kuvaa magunia na kulala juu ya magunia kiomba. When your health is threatened, tukiwa tunapitia matatizo au kutishiwa, you run to prayer and fasting.
Kitu cha kwanza, kimbilia kwenye maombi na kufunga. When your business is threatened, Ukiangalia biashara yako imeharibika, you run to prayer and fasting. kimbia kwenye maombi na kufunga. When your marriage is threatened, Ndoa yako ikiwa imetishiwa na you kuharibika, run to prayer and fasting. kimbilia kuomba na kufunga. That is the fasting. Hicho ni kitu cha kwanza. But the next one, we also see that Mordecai, even though this was the situation, he had faith in God. Tunaona kwamba Mordekai alishindwa mbele za Mungu. This is the faith that was driving him. Samani alikuwa na imani kwa Mungu. Because he take the action of going to send somebody to the queen. Kwa sababu amechukua hatua ya kumtuma mtu kwa mfalme. He believed and had faith that God was going to use Esther to bring deliverance to the people of God. Anaamini kwamba hata yeye akishindwa, lakini Mungu atamtumia Esther ili kuleta ukombozi kwa watu wa Mungu. Mordecai was a man who was receiving revelation. Mordekai alikuwa ni mtu ambaye ni mwanaume ambaye ni baba ambaye alikuwa akipokea maono kutoka kwa Mungu. Look at what he is telling Esther. Angalia ni kitu gani anamwambia Esther. By the way, Esther, Sasa Esther, even if you fear and you refuse to take action at this particular time, Esther, ukishindwa kuchukua hatua katika kipindi hiki, God will still send help. God will send help. Mungu atainua na kuleta msaada mwingine from somewhere else. kutoka sehemu nyingine. And you and your own family will perish. Na wewe na nyumba yako mtaangamia. But God's purpose will be fulfilled. Lakini yule kusudi la Mungu litatimia. The Jews will not be exterminated. Wayahudi hawatauawa. God will make sure that they are delivered. Mungu atahakikisha kwamba wanaokolewa. But you who has failed in the mission that God has put you in that position, you have failed, you are the one who is going to perish. Lakini wewe ambaye utashindwa kufanya ule wito wa Mungu ambao amekuitia, utaangamia. You and your family will perish. Wewe na nyumba yako mtaangamia. But God will bring deliverance. Lakini Mungu ataleta ukombozi. Say, God will bring deliverance. Sema Mungu ataleta ukombozi. Many a times because of fear, mara nyingi kwa sababu ya woga, we fail tunashindwa to meet the purposes of God in our lives. kufanya kusudi la Mungu maishani mwetu. But what God has determined will have to be done. Lakini Mungu alichokusudia lazima kifanyike. If Apostle Tris, our papa today, baba yetu leo Apostle Trisi decides that I'm fed up with this, I'm fearing all these issues about Tanzania, Arusha, East Africa, I pack and go. Akisema mimi leo nimeshindwa, nimekata tamaa kuhusu Arusha na East Africa, naondoka. Whatever God wanted to fulfill for this mission, kile ambacho Mungu anataka atimize kwenye wito huu, it will be fulfilled. Lazima kitimie. It's the same thing about you. Ni kitu kile na wewe. You can come under this ministry unaweza kuwa chini ya huduma hii and decide it is not for me. Na unaamua kwamba hii huduma sio ya kwangu. Whatever role God wanted you to fulfill in this ministry, kile ambacho Mungu anataka ufanye katika huduma hii, He will get somebody else who will fulfill it. Atamtafuta mtu mwingine kufanya ile kazi. The mission will have to be accomplished. Lakini ule wito na kule kutumika lazima kutimize. Because it is Jesus who spoke about it. Kwa sababu ni Yesu aliyesema kuhusu haya. Because Jesus is the word of God. Kwa sababu Yesu ni neno la Mungu. And what he says has to come to pass. Na alichosema lazima kitimie. So the best we can do is align ourselves to his word. Sisi ni kufuata neno lake tu. So we find that Mordecai, tunaona kwamba Mordekai took the right action. Alifanya kitu sahihi. Although he had this very strong faith that God was going to deliver the Israelites, although he had the strong faith, japo alikuwa na imani kubwa kwamba Mungu atawaokoa Waisraeli, Wayahudi, that did not stop him from praying and fasting. Hiyo haikumfanya aache kuomba na kufunga. You know, sometimes we the believers, unajua mara nyingi sisi tulioamini, we take the word, the promise of God. We take the promise of God. Tunachukua ahadi za Mungu. And we run and say, God has said. Tunakimbia na kusema Mungu amesema. It has to happen. Itatokea. When we say, hey, come to church, let's pray for this ministry. Wanaposema tuombe kwa ajili ya huduma hii. When we say, come for morning glory, we intercede for the Lord. Tunaposema njoo morning glory au maombi ya asubuhi. It says, Mungu amesema. Tunasema Mungu we say God has said. God has said it will come to pass. Mungu amesema na itatokea. God is, you remember Daniel, he read the word of God and he saw the prophecy of Jeremiah. After 70 years,
the Israelites will be set to go back to their land. Tunaona kwamba Danieli aliomba, He read the word of God. alisoma neno la Mungu That after 70 years, kwamba baada ya miaka 70 that the Israelites will be released from where they had been scattered and be taken back to their land. kwamba Waisraeli watatoka kule ambako Mungu alikuwa amewatawanya na kurudi katika nchi yao. Look at the reaction of Daniel. Hebu tuangalie ni nini Daniel alifanya. When he learned this is the word of God and he believed in the prophecy that came through Jeremiah. Aliamini ule unabii uliotoka kwa Yeremia. He did not just jump around saying hallelujah, 70 years have reached, now we are going back. No, he went into prayer and fasting. Hakuruka tu na kukubali kufurahia unabii kwamba baada ya miaka 70 tunarudi kwenye nchi yetu. Prayer and fasting, maombi na kufunga, is what God is the action God is calling us to. Ndiyo hatua ambayo Mungu anataka tuchukue. God speaks his word. Mungu anasema neno lake. He brings it to fulfillment. Analitimiza through our obedience. Kupitia utii wetu. And through asking him what he has already said. Na kumuuliza kila ambacho alishakisema ambacho ni ahadi yetu. So Mordecai was the right father. Kwa hiyo Mordekai alikuwa ni baba sahihi, alikuwa na sifa za ubaba. He knew how to intercede for his people. Alijua jinsi ya kuomba kwa ajili ya watu wake. He knew how to cry out unto God. Alijua kumlilia Mungu. To fulfill what he knew God was going to fulfill anyway. Ili kutimiza kile ambacho Mungu alijua atakitimiza. The other important point, that the third one and the last one. Na tunaangalia the last point in terms of what we need in order to fulfill our purposes. Tunaangalia kipengele cha mwisho ambacho tunatakiwa kufanya ili kutimiza kusudi letu. We've talked about humility. Tumeongelea kuhusu kunyenyekea. But this humility needs to be mixed with something else. Lakini huu unyenyekevu na utii inatakiwa ichangamane na kitu kingine. Humility needs to be mixed with faith. Inatakiwa ichangamane na imani. Courage. Inatakiwa ichangamane na courage. Bidii. And that determination to do what God has said you do. Na kule kujiaminisha au kufanya kile ambacho Mungu ametaka ufanye. Let us read Esther chapter 4 verse 15 to 16. Tuangalie Esther mlango wa 4 mstari wa 15 na 16. We will read in Kiswahili, and those of you with the English Bibles read through yourself. Esther 4 15 to 16. 15 mstari wa 15 na 16 unasema, basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote walioko hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3 usiku na mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Hallelujah. Hallelujah. Mordecai set the right example. Mordekai akaweka kile kiwango kizuri cha mfano. He set the example. Alikuwa mfano mzuri of faith and courage. Mfano mzuri wa imani na bidii. And he challenged Esther. Na pia akampa Esther changamoto. And Esther got the fire. Na Esther akapata ule moto na nguvu. She said, now ask everybody to pray and to fast. Akasema, ninaomba waambie watu wote waombe na kufunga. Now this time you are praying and fasting for me. Na kipindi sasa hivi hamuombi kwa ajili yenu bali kwa ajili yangu mimi. Because I will have to go to the king. Kwa sababu ninatakiwa kwenda kwa mfalme. Against the law. Kinyume na sheria. If it means I die, let me die. Kama ni kufa au kuangamia, acha niangamie. Courage. Bidii na ujasiri. She was willing to die. Alikuwa tayari kufa. For the cause that she felt was about the cause. Kwa sababu nzuri ambayo alijua ni nzuri. You know, yesterday and the Friday night we had a ladies retreat. Unajua ile Jumamosi tulikuwa na mkesha na faraga ya wanawake. Those ladies, if you did not come, you really miss something. Next time we have that, please make sure you come. Wanawake ambao hamkuja kweli mkosa kipindi kingine mje. Among the many revelations and powerful words that we received, mafunuo mengi ambayo tulipokea,
Apostle Tree said something that I felt was really, really powerful. Mama Tracy alisema kitu ambacho kilikuwa ni cha muhimu sana na nguvu. She gave us the example of Jesus Christ, Alitupa mfano wa Yesu, who is referred to as the Lamb of God. ambaye alimchukulia kama mwana kondoo. You know, a lamb is humble, Unajua kondoo ni mnyenyekevu, and that is what Jesus was. na ndio hicho Yesu alikuwa. But he's also called the Lion of the tribe of Lakini Judah. pia anaitwa simba wa kabila la Yuda. The same lamb is a lion. Yesu ni mwana kondoo na pia ni simba wa kabila la Yuda. Now, you know, just put a contrast compare the lion and the lamb. Hebu tujaribu kulinganisha kati ya kondoo na simba. You and I are supposed to be like Jesus, who we are following. Mimi na wewe tunatakiwa tuige mfano wa Yesu tuliyemfuata. We need humility. Tutembee katika unyenyekevu. But we also need courage. Lakini pia tunatakiwa kuwa wajasiri. We need to have the courage. Unatakiwa kuwa jasiri. We need not to have fear. Hutakiwa kuwa mtu mwoga. When it comes to doing what God has called us to do. Inapotakikana kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. You will not deny Jesus because of fear. Hautamkana Yesu kwa sababu ya uoga. You will not fail to serve God because of fear. Hautaogopa kumtumikia kwa sababu ya uoga. So we stand like the lion. Kwa hiyo tunasimama kama simba. At the same time, humble. Na pale tukiwa wanyenyekevu. But what Apostle Tree said, Apostle Tracy alisema, is that she actually realized that in Revelation, aligundua kwamba kwenye ufunuo Jesus is worshipped as the Lamb of God. Yesu ameabudiwa kama mwana kondoo wa Mungu. That was a powerful revelation. Hiyo ina nguvu, hiyo ni sehemu yenye nguvu. We need to be courageous. Tunatakiwa kuwa wajasiri, but humility is absolutely important. Lakini kwa unyenyekevu. Jesus is worshipped as the Lamb of God. Yesu aliabudiwa kama mwana kondoo wa Mungu. Not as the Lion of the tribe of Judah. Hakuabudiwa kama simba wa kabila la Yuda. That is a heavy message. Huo ni ujumbe mzito. But instead of Esther getting death, instead of her facing death, lakini badala ya kifo, Esther received something else. Kuna kitu kingine Esther alipokea. And this is our last verse for today. Na hiki ni kipengele cha mwisho. Esther chapter 5 verse 2 and 3. Esther mlango wa 5 mstari wa 2 na wa 3. I will ask her to my powerful interpreter to read. Amen. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mstari wa 3. Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ulio nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Praise be to God. Bwana asifiwe. Instead of death, badala ya kifo, when the enemy is telling you you are finished, pale ambapo adui anakuambia unakufa, when you remain in faith, ukibaki kwenye imani, and you take the right action, na unachukua hatua sahihi, instead of your business getting finished, badala ya biashara yako kuharibika au kushuka chini, more will be added. Unatakiwa kuwa jasiri. Do you know Esther had not asked the king that he wanted half of the kingdom? She did not ask the king that I want half of the kingdom. She didn't even ask. Esther hakuomba sehemu ya ufalme wowote. The minute the king saw her, pale tu punde ambapo mfalme alimuona, because of the favor of God that was upon Esther, kwa sababu ya kibali ambacho kilikuwa juu ya Esther, she was not only having a title of a queen, hakupata tu ule wito wa kuitwa now she was being given a half of the greatest kingdom on earth at that particular time. Tunaona kwamba amepewa nusu ya ufalme wa Mungu, amepewa nusu ya ufalme. That is the kingdom that began from India going all the way to Ethiopia. Huo ni ufalme ambao umeanzia India mpaka Ethiopia. 127 provinces. 112
tunaona kwamba ni nchi 112. And she was to be given a half of that. Na alitakiwa apewe nusu ya hizo falme. To do what she wanted to do with Kufanya it. chochote anachotaka kufanya. To become not just the queen, but also the ruler, or the one who had authority over that area. Sio kuwa mfalme tu bali kuwa mtawala wa sehemu hiyo. When you stand, unaposimama, when you're going through fire, unapopitia moto, and you believe that you have the faith that God is with you, na unaamini kwamba Mungu yu pamoja na wewe, and you refuse to compromise, na unakataa kulalamika, you refuse to give in to what your body wants, na haukati tamaa kwa kile ambacho Mungu amekwambia, you decide to move by the Spirit, unaamua kutembea katika roho, by obedience to God, kupitia kile ambacho Mungu amekwambia, you will be given what you have not asked of. Utapewa kile ambacho hata ukuomba. In addition to what you have asked. Utaongezewa kwa kile kwa mahitaji yako. And from that time, Esther became a deliverer of the children of God in that land. Na kuanzia hapo Esther akafanyika mkombozi wa Wayahudi. And instead of the Jews being exterminated, na badala ya Wayahudi kuuliwa, kuangamizwa, they became powerful in the land because of the ministry. Walikuwa taifa kubwa. Instead of you being exterminated, badala ya wewe kuangamizwa, you become powerful in your family. Utakuwa mtu wa nguvu kwa familia yako. You become powerful in this land. Utakuwa mtu wa nguvu katika kanisa hili. You become powerful in your place of work. Utakuwa mtu wa nguvu kazini kwako. Don't compromise. Usilalamike. Remain firm. Kuwa mjasiri. And the Lord God will fulfill his purposes for your life. Na Mungu atatimiza ahadi yake na kusudi lake maishani mwako. Let us give a mighty clap to the Lord. Tumpigie Mungu makofi. Because of his word of encouragement for us today. Kwa sababu ya neno hili. And because of his word of challenge for us today. Na kwa sababu ya neno hili.